Wewe mwenye nia ya ufugaji wa kuku, geuza hasara kuwa faida. Watu wengi hupata hasara katika ufugaji kutokana na mambo matano. La kwanza ni uchaguzi wa vifaranga bora. Namba 2 ni usafi wa nje na ndani ya mabanda. Namba 3 ni uandaaji mbovu wa mabanda. Namba 4 ni uzalishaji au urishaji wa chakula na maji kwenye mabanda yao. Utachaguaje na utajuaje aina bora ya vifaranga? Kwanza lazima ujue ni aina gani ya vifaranga unataka uanze kufuga nayo. Kuna mwingine anahitaji kufuga vifaranga wa nyama, mwingine anahitaji kufuga vifaranga wa mayai, na mwingine anahitaji kufuga vifaranga mchanganyiko tunawaita vifaranga chotara. Sasa, kwa yule anayehitaji vifaranga wa nyama, ili usipate hasara, cha kwanza hakikisha kifaranga chako unachokichukua kisiwe kina umbo dogo. Umbo lake linatakiwa liwe umbo kubwa, kuanzia gramu 5 na kuendelea. Pili, hakikisha kifaranga unachokichukua kina afya njema. Kifaranga kilichochangamka, hakijachoka. Na tatu, hakikisha kifaranga ana uwezo wa kutembea na kutanua mabawa zake mwenyewe. Hapo utakuwa umechagua kifaranga bora cha nyama. Kwa wale wanaotaka ufugaji wa vifaranga wa nyama, kuku wa nyama anafugwa kwa wiki 6. Wengine wanafuga kwa wiki 4, wengine wiki 5. Ili usiweze kupata hasara katika ufugaji wako, hakikisha kuku wako anapofikia umri wa wiki 3 tayari umekwisha pata masoko ya kwenda kuwauza. Tayari umeshajua wapi unaenda kuuza kuku wako. Namna bora ya ulishaji wa vifaranga wa kuku wa mayai wa nyama. Kwanza kabisa, hakikisha kuku anakula kiwango cha chakula kinachohitajika. Hakikisha kuku anapata chakula na maji kwa wakati stahiki. Usimpe chakula kwa muda wote. Mpe chakula kulingana na uzito wake, umri wake na wakati husika. Unaweza ukampa mara 3 kwa siku, mara 2 kwa siku, kulingana na stage aliyonayo. Namna bora ya kuzuia maambukizi ya bakteria au mafua kwenye mabanda yako. Lazima ujue namna bora ya usafi wa mabanda, nje na ndani. Usafi wa banda unaanza nje. Wewe mfugaji, kabla hujaingia ndani ya banda lako, hakikisha kabisa kwamba mavazi unayotumia kuingia kwenye banda lako ni hayo hayo yanayotumika kila siku. Hakikisha usiingie bila kuvaa buti au viatu, au wengine hutumia yeboyebo, viatu vile vya wazi vya Kichina. Hii itakusaidia usiweze kubeba manyemelezi na kuyaingiza ndani ya banda. Usafi wa nje wa banda. Ondoa mazingira hatarishi, vichaka, mifereji ya maji inayokaribia banda lako. Hakikisha mazingira ya banda lako ni meupe, hayana manyemelezi yoyote ya majani. Usafi wa mabanda ndani ya banda. Ile maranda yanayotumika kwa ajili ya kuku, hakikisha maranda yale ni masafi na hayana unyevunyevu, hayana majimaji. Vyombo vya chakula vinatakiwa vioshwe kila wakati unapotaka kuweka chakula pamoja na maji. Angalizo,
Usitumie kemikali ya sabuni katika uoshaji wa vyombo vya chakula na maji, kwani kemikali hiyo au sabuni itakayotumika yaweza ikawa na harufu, ikawa ni chanzo kikubwa cha kupelekea mafua kwa kuku wako, ikawa ni chanzo kikubwa cha kupelekea allergy kwenye kuku wako. Hivyo upatikanaji wa magonjwa nyemelezi kwenye banda hupelekea kuku wako kukosa uzito unaostahiki na ukubwa unaostahiki, hivyo ushusha soko la uuzaji wa kuku wako.